ayat. Amen. Hii dunia iko mambo mawili. Sijui kuendesha gari wanasemaje, kekat anankekweri anankeretote. Gari kuendesha inaitwaje kwa lugha yenu? Kekat anankekweri. Mimi mwenyewe sijui kuendesha gari, lakini mke wangu anaweza endesha gari. Lakini kwa kuendesha gari iko vitu aina mbili. Iko kitu ambayo inaitwanga reverse na restoration, kwenda mbele. Hii maisha saa zingine Mungu anaturuhusu, saa zingine reverse inatokea kidogo, changamoto. Iko uchangamoto na uchangamufu kwa maisha. Mimi mtumishi wa Mungu mzee Christopher sana ni mtumishi wa Mungu. Nimemuona akiwa na uchangamufu mwingi kila wakati, na hata wakati changamoto imekuja bado ana uchangamufu. Juzi nilikuja kumtembelea, nikasema nitaanzia wapi. Hata yeye anajua kwa dakika 10 hatukuongea mambo mengine, nikaongea kando mpaka akaona padri amelemewa, akaanza kuniuliza, padri umesikia maneno? Yeye mwenyewe akaanzisha, basi nikapoa. Lakini neno moja ambaye nataka kusema, God always can turn reverse to restoration. Somo ambaye tulisomewa kutoka kwa kitabu cha Samueli wa kwanza 30. Mstari wa kwanza inaendelea mpaka 20. Kitu cha kwanza, huyu Daudi alikuwa akipigana na Wafilisti. Kurudi nyuma akapata kuna reverse. Kuna watu walifanya maafa, wakapoteza mali yake na vitu vyake. Alafu wakateka nyara watu wengine. Lakini yeye hakukwama kwa reverse. Akasema, what I'm going to do, I am going to be restored in God. Nitarejeshwa kwa Mungu. Kitu cha kwanza, alikubali hali. Hata wanasema akamlilia Mungu, akaona iko na changamoto. Wakati mwingine mambo inatupatana. Ni kitu cha kwanza ni kukubali. Kitu cha pili chenye alifanya, hakuruhusu matendo ya watu idictate. Watu wanaweza kukufanyia maovu. Watu wanaweza kukufanyia maneno. Watu ni hatari. Wale watu wake ndio walimpiga na mawe. Kuna watu tunaweza fikiri ni wazuri, lakini tusiruhusu maneno yenye watu wanatufanyia idictate our future. Kwa sababu future yetu iko kwa mkono ya nani? Na huyu mtumishi wa Mungu future yake iko kwa mkono ya Mungu. Kitu cha pili, kitu cha tatu, yeye akajitia nguvu kwa Mungu. Daudi alijitia nguvu kwa Mungu. Hata baada ya changamoto kutokea, kulikuwa na harambee jana. Ukweli ama uongo? Wa kanisa. Hata nilikuwa na waza, lakini penye Mungu tuliomba Mungu atusaidie. Kwa kila harambee tukuange tukipata 1,300. Hata jana tulijitia nguvu katika Mungu, na Mungu akatufikisha pale. Mambo yakikupata, jitie nguvu katika Bwana. Huyu mtumishi wa Mungu amejitia nguvu kwa Mungu wakati wote. Na yeye ni ushuhuda. Na nilifikiri ni hapa St. Mark's peke yake, lakini nimesikia mara 8 amekuja kwenu. Amejitia nguvu kwa Mungu. Naomba kwa chochote ambacho unafanya, kwa jamii yako, kwa watoto wako, kwa kazi ambayo unafanya, jitie nguvu kwa Mungu. Kama vile Daudi alijitia nguvu kwa Mungu. Jambo la 4, akaomba, akaambia Mungu, niende ama isiende? Mungu akamwambia, nenda, nitakupa ushindi. Kila kitu wacha Mungu akuongoze. Gondohu Jehova. Wakati mwingi wa Kristo wameombanga tu saa ya mboga na ugali peke yake.
Jehova sai kulithurura mitwange kemitai. Ndani ya Yesu Kristo yetinde nyo. Amen. Hata wakati wa kulala aombi, anaruka tu kwa kitanda chwap, na asubuhi anaamuka fwap. Yesu ni wagimnye akungue. Naomba Mungu atuongoze. Daudi aliambia Mungu niongoze. Hata chenye unapitia Mungu akuongoze. Unapolea watoto wa kanisa, na mimi nashuhudia huyu mtumishi wa Mungu, Mungu amemuongoza. Na hata sijui nyinyi mnawaza pamoja. Sijui kama mzee anakumbuka walisema utanipeleka niende nione ndugu yako. Kuna siku ulisema utanipeleka. Kumbe mkubwa lazima atangulie mdogo. So hata sisi tutarudi siku moja. Tutakuja siku moja, lakini mnawaza pamoja. Na ni vizuri, jinsi gani ilivyo nzuri wakati watu wanaongozwa na Mungu, wanafikiriana. Wanaona wengine wanapelekana kwa kesi, wanapelekana wapi. Lakini Mungu akiongoza, mnafikiri kutembeleana, mnafikiri watu kukula bila kesi. Tuko na furaha, tuko na amani. Na kitu cha mwisho, Mungu anarejesha vitu vyote. Na leo nimesimama hapa kusema neno la Mungu la mwisho. God will restore everything in Jesus name. Tunatumikia Mungu ambaye anarejesha mambo yote. Daudi walipoenda njiani wakakuta kijana ameumia, wakamlisha, akawaambia penye maadui wameenda, wakaenda wakapata vitu venye walipoteza, na Mungu akawapa zingine zaidi. Mungu urejesha. Mungu wa amani awabariki. Mungu wa amani awe pamoja naye. Kumbuka, hata ukiwa kuna pahali umeenda rivers, there is always restoration. Yes. Mungu atarejesha mambo yote. Na tusisahau mambo haya matatu. Kubali. Kitu cha pili, usiruhusu mambo ya watu ya kufanye ukose kujua mpango wa Mungu bado. Jambo la tatu, jitie nguvu katika Bwana. Jambo la nne, ongozwa na Bwana. Jambo la tano, ruhusu Mungu akurejeshe yote. Mungu wa amani awabariki. Mimi kwa majina naitwa Mchungaji Kimutai Chesosi. Mchungaji Kimutai Chesosi. Mungu wa amani awabariki. Leo mimi ni mdogo, mchungaji mkubwa mwenye amekuja ndio huyu ambaye anaenda kutufungia akisema neno la Mungu, na tutaongea